Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza sononeko hilo, nijielekeze sasa kukupongeza wewe Mheshimiwa Musa Azzan Zungu kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala na kupata imani ya waheshimiwa wabunge waliokuchagua kuwa spika wa bunge hili la 13. Ni imani yangu kwa uzoefu wako katika bunge hili utakuongoza kusimamia utekelezaji wa shughuli za bunge kwa ufanisi mkubwa. Aidha, nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati Spika mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa kuliongoza vyema bunge la 12. Serikali inaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wa majukumu ya bunge hili la 13. Kwa kauli hiyo, nimpongeze pia Mheshimiwa Daniel Baram Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa bunge hili. Aidha, nirejee pongezi zangu kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameapishwa leo asubuhi. Niwapongeze pia waheshimiwa wabunge wote kwa kuaminiwa na Watanzania kuwawakilisha katika kazi ya adhimu ya kutunga sheria, kushauri na kusimamia serikali kupitia bunge hili la 13. Hongereni sana. Waheshimiwa bunge, hii ni dhamana na dhima kubwa sana mliopewa na wananchi, na vivyo hivyo matarajio ya wananchi kwenu ni makubwa pia. Matarajio yao ni kuwa mtatumia muda wenu mwingi kuwa na mijadala inayoakisi raha na karaha wanazoziona, na mtasimamia na kuishauri serikali ipasavyo juu ya kutatua changamoto zao, na kwamba wakati wote mtajielekeza kulinda maslahi ya wananchi waliowachagua na maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa vigezo vyovyote vile, bunge hili ni jipya. Takwimu zinaonyesha kuwa wabunge 223 kati ya wabunge 393 sawa na 56.7% ni wabunge wapya kabisa. Aidha, 45% ya wabunge wote ni wanawake. Wabunge wanawake asante. Hongereni sana wabunge wanawake. Mheshimiwa Spika, tunasogelea 50%. Tuko 40%. Wabunge wanawake waliogombea majumboni safari hii ni 36, ikilinganishwa na wabunge 21 katika bunge lililopita. Takwimu hizi zinatueleza kuwa uchaguzi mkuu umeleta mabadiliko makubwa kwa kuongezeka kwa idadi ya wabunge wanawake walioshinda kupitia majimbo na kuongeza idadi ya wabunge wanawake wa viti maalum.